Thank you very much. Amen. I'm not sure what am I speaking today. Go and sit and see if the Lord can allow me to speak for just a few minutes. Hallelujah. Hallelujah. So, let's close all this. Acha tufunge mambo haya. And let's hear His Spirit. Tusikie Roho wanasema nini. Take all this out now. Baba Eli, nisaidie na microphone nyingine. Yes. 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 The church Kanisa need to be sensible to the Holy Spirit. sheti iwe tayari kusikia kile ambacho Roho Mtakatifu anataka. If a church is working under the rules, Kama kanisa inatembea tu kwenye masheria and is not listening to the Holy Spirit, na hasikilize Roho Mtakatifu, the church needs a big point. kanisa inapoteza kitu kubwa. We can come here and start preaching and teaching. Tunaweza kuja hapa tuanze kuhubiri na kufundisha. If there is no repentance, Kama hakuna kutubu, we are crying in the wilderness. tunapiga tu kelele katika jangwa tupu. And I pray that the Lord bring more and more like this today. Naomba Mungu kuendelea kuleta tena hali kama na hii ambayo inatokea leo. Close that. I'm not going to that. The Lord will go through that next week. Funga hiyo tutaendelesha wiki inayokuja. Let's go in the book of John chapter 8. Yohana sura 8. Fungua kitabu chako katika Yohana sura 8. Feel that the Lord is changing. He is the master of circumstances. Nasikia kwamba Bwana amebadilisha mambo, yeye ndiye Mungu wa wakati na nyakati. Where people are standing to stone you, Wakati watu wanasimama kutupia mawe, what is the Lord saying to you? Mungu anazungumza nini kwako? We leave that to the Lord. Revelation chapter 12 and 13 will come next Sunday. Hiyo ufunuo ambao tulikuwa tunasoma tutairudilia wiki inayokuja. Let's go to the Bible. Lakini tuingie katika neno la Mungu. And the word that the Lord is giving me for you tonight. Na neno ambalo Mungu amenipatia kwa ajili yako siku ya leo. When people stand to stone you, Wakati watu wanasimama kukupiga mawe, think what God is thinking about. na ufikiria mambo ya Mungu anawaza kwa ajili yako. Don't look at people who are stoning you. Usiangalie watu wanaokutupia mawe. Turn your eyes to the Lord. Uelekeze macho yako mbele za Bwana. Yes, Steve, Ndiyo, Stefano he lost his life amepoteza maisha yake because people stood and stoned him. kwa sababu watu walimpiga mawe. But as he was receiving the stone, Lakini wakati alikuwa akipata the mawe, Bible declares in the book of Acts, Biblia inasema katika kitabu cha Matendo his eyes was looking at God, kwamba macho yake alikuwa akimwangalia Mungu and he saw heaven open. na akaona mbingu zimefunguka. Yet he is receiving the stone, Ijapokuwa alikuwa anapigwa mawe and he lost his life. na akapoteza maisha yake. So what people are saying to you, Mambo ambayo watu wanazungumza kwa ajili I yao, want you to look further than that. na tunakuomba uangalie mbali zaidi kuzidia hayo. See above. Angalia juu. See above. Angalia juu. Let's go in the book of John chapter 8. Yohana sura 8. And you start by verse 1. Soma. Yohana Mtakatifu sura 8 na mstari wake wa kwanza ikasema hivi, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Walikwenda kila mtu nyumbani kwake, naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Hata asubuhi kulipokucha, akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akiwafundisha. 3 inasema, waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumamiwa katika uzinzi. Wakamweka katikati, wakamwambia, mwalimu, mwanamke huyu amefumamiwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru
kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii. Nawe wasemaje? Nao wakasema neno hili wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumshitaki. Lakini Yesu akainama, akaandika kwa kidole chake katika nchi. Na hao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena, akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashitakiwa na dhambi zao, wakatoka mmoja wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke. Akamwambia mwanamke, wako wapi wale washitaki wako? Hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu. Enenda zako, wala usitende dhambi tena. Basi Yesu akawaambia tena, akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Amen. 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 Hallelujah. Amen. I love Jesus so much. Nampenda Yesu sana. Because the way he looks at us, Kwa jinsi anavyotutazama, it's really different on the way people look at us. iko tofauti kabisa na jinsi watu wanavyotuona. Amen? Amen. Because people look the outside. Kwa sababu watu wanaangalia tu nje. They can give you name according to what they see. Wanaweza kupanga majina kufuatana na yale mambo ambayo wanayoyaona. But the Lord, Lakini Bwana he goes beyond that. anaenda juu zaidi ya hayo. He sees the inside. Yeye anaona ndani ya mioyo yetu. When people can give you name even for things that you didn't do, Wakati watu wanakupatia majina hata kwa mambo ambayo hujafanya, and it can stone the entire life. na inaweza ikakusumbua kabisa maisha yako It yote. can disturb your life. Inaweza kusumbua maisha yako yote. But yet there is someone Lakini kuna mmoja who is looking at that differently. anaiangalia tofauti. It's hard to understand it Ni tonight. vigumu sana But kuelewa. I feel that the Lord is bringing so many people to repent tonight. Nafikiri jioni ya leo Mungu anataka wengi kabisa wafike kiwango cha kutubu na And kutengeneza. I leave this stage for you to repent. Na naacha hii nafasi kwa ajili ya kila mmoja ili kwamba tupate So many kutubu. times the Lord has spoken to you, Kunajua Mungu, wakati mwingi Mungu amezungumza kwako, and the heart and the spirit is telling you to repent. na roho na nafsi yako inakuambia kwamba utubu, But you have failed to do so. lakini umeshindwa kufanya hivyo. Tonight is the day for you. Jioni ya leo ni siku yako. The Lord looks at you differently. Mungu anakuangalia He tofauti. doesn't want you to perish. Hataki wewe upotee. Yes, people are judging you. Ndio watu wanakuhukumu. Yet people look at you in the way that they know. Watu wanakuangalia jinsi But there is wanavyojua. someone who is calling you. Lakini kuna mwingine ambaye And is anayekuita. asking you to stand. Kuna yule anayekuita na kuambia Come usimame. back, he says. the Anasema Lord. urudi, Bwana Come back, anasema. says the Lord. Bwana Yesu anasema Time urudi. is so short. Wakati ni mfupi. Sometimes you miss the opportunity. Wakati mwingine unapoteza And it neema goes. na inaenda It doesn't come na back. haitarudi tena. Every second that passes, Kila dakika ambayo it inayopita doesn't come back anymore. hairudi tena. So tonight I'm pledging you. Jioni ya leo nataka nikwambie, Hear the spirit in you. sikia roho ambaye Bwana And anasema ndani ask yako. the Lord to give you the courage. Na to repent. mwambie Bwana akupatie I'm nguvu. talking about this woman. Nataka kuongea kwa ajili ya huyu mama A woman that exactly did sin. ambaye amefanya dhambi. The Bible doesn't say that she didn't sin. Biblia haisemi kwamba hakufanya dhambi. She sinned. Amefanya dhambi. Amen. Amen.
I'll skip a bit the husband or the male. Nitaacha huyu mwanaume ama mwanaume ambaye Because the Bible says that they didn't even bring the man. Biblia inasema hawakuleta hata huyu mwanaume. Well, I haven't seen this woman doing that fornication alone. Haiwezekani mwanamke ifanye mwenyewe. So how could they bring a woman and leave the man? Kwa nini wamemleta tu mwanamke lakini hawakuleta mwanaume? Where did that man go? Na huyu mwanaume ameenda wapi? Or maybe he was among those people. Na wewe alikuwa pamoja na wale ambao walikuwa wakimshtaki. That's the world. Na ndio dunia hii. That's the world. Na ndio There dunia. are people who are coming to you like your friends. Kuna watu wengine wanakuja kwako kama marafiki. But yet they can turn back and stone you. Lakini wanaweza wakapita nyuma yako na wanaanza kupiga mawe. When you give them your back, Wakati unawageuzia you mkono, have no idea what they are speaking about. Ndio utajua nini But wanaozungumza. there is only one Lakini kuna yule mmoja who looks beyond what people anaona see. juu zaidi. There is only one Kuna yule mmoja who sees beyond what ambaye people can anaona say. zaidi kuzidia There is only watu one wanaona. Kuna who yule is mmoja not there to judge you. ambaye hakuhukumu. Well, I want to tell you, Nataka nikwambie hivi. your sin has judged you already. Dhambi zako tayari zimeshakuhukumu. Your sin Dhambi zako is standing there to judge you. zimeshasimama zikuhukumu. In John chapter 1, Yohana sura 1 verse 12 and 13, na 12. The Bible says, Biblia inasema those who have received the Son, wale ambao wamempokea He mwana has given them the right to become children of God. amewapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Not born by the blood, Hawakuzaliwa kwa damu by the Spirit. lakini katika roho. So these children of God, Nao watoto wa Mungu if you go down, ukishuka the chini, Bible says Biblia inasema hivi, they will not be condemned. hawatahukumiwa tena. Amen. Amen. What brings us to condemnation is sin. Kile ambacho kinatufanya tuhukumiwe ni dhambi. And when we come here and stand and say, you have sinned, Lakini wakati tunakuja na tunasema kwamba umefanya dhambi, you need to understand it. sheti uelewe, Because we need to stand here to protect the church of God. kwa sababu sheti tusimame hapa mbele ili kwamba to protect the church of God. kanisa la Mungu. So we will not tolerate Hatutaruhusu kabisa any public sin. dhambi za We hadharani. will stand Tutasimama and say against na it. tutaisema kabisa hiyo But dhambi. when the Lord gives you the grace to come back, Wakati Mungu amekupatia our heart will be open. na mikono yetu itakuwa Because imefunguka, we are not God. kwa sababu sisi si We just Mungu. stand there to tell you, Tunasimama tu hapa you kukuambia were wrong. ulifanya vibaya. Whether you accept it or not, Ukubali ama we will ukatae, tell you, tutakwambia you have sinned, you were wrong. umefanya dhambi. If the Lord gives you the grace to come back, Mungu amekupatia neema ya kurudia. Bwana Yesu asifiwe. so people came, Watu wakaja bringing this woman. wanamleta huyo mama. And the Bible says, Biblia inasema hivi, the word they used maneno ambayo wametumia was to trap Jesus. walikuwa wanataka tu kumjaribia, kumpata Yesu Kristo, kumjaribu yeye. So they did not come with good manner. Hawakuja na tabia nzuri, They came with some ideas. walikuja na mawazo mengine tofauti. Well, let us hear if you will come against Moses' law. Acha kwanza tusikie kama atapinga sheria za Musa. Amen. Amen. But the Lord preached repentance. Lakini Bwana anafundisha msamaha Every single time. kila dakika na kila When saa. He does miracle, Wakati anafanya He miujiza, doesn't do miracle for you to benefit from miracle. hafanyi miujiza ni kwamba upotee kwenye miujiza. Hallelujah. Amen. Because church, Kanisa, there are so many who are filling churches today. Many are filling the churches. kuna watu wengi ambao wamejaza kanisa They come for miracle. kwa ajili tu ya miujiza, wanakuja kwa ajili ya miujiza. Well, I want you to understand. Nataka uelewe hivi, What God does, mambo ambayo Mungu He wants to anayofanya, bring you to repentance. anataka kwanza ufikie toba ya msamaha. Miracle is an addition. Miujiza ni nyongezo, ni ya ziada tu. Are you here with me? Amen. Miracle is just an addition. Miujiza ni ya ziada tu, nyongeza. It is like a son, Ni kama mwana a son of a kingdom. mwana katika ufalme. If you become a son of the kingdom, Ukiwa mwana katika ufalme, you have the right to go to the palace of your father. unaweza ukaingia katika ufalme wa baba yako. A slave Mtumwa will be asked to stop there. watamwambia usimame hapa, But the son lakini will mwana have freedom to get in. atakuwa na uhuru wa So kuingia. what the message of the Lord is, Ujumbe wa Mungu kwa Bwana to ni make us sons and daughters ni of kwamba God. si tuwe watoto wa So that we have the right to go and come. ili kwamba tuwe na hiyo If ruhusa you ya are a kuingia son na and daughter kutoka. of the kingdom,
kingdom, kama uko mtoto katika ufalme, let's say you are sick. kama uko mgonjwa, In the kingdom of our Father there is healing. katika ufalme wa baba yetu kuna You are not coming to God because of healing. haukuja kwa Mungu You kwa are sababu ya coming to God because of repentance. unakuja kwa baba kwa sababu ya When you have the Lord Jesus, wakati umempokea Yesu, healing follows you. na uponyaji pia inakuwa yako. Hallelujah. Amen. You need to shift your mind now. Sharti ubadilishe mawazo yako. How are you coming to the Lord? Jinsi gani unavyokuja mbele za Bwana. That miracle that you are looking after, Huo mjiza ambayo unatafuta it is there to our iko Father. nyumbani mwa baba yetu. But you need to look for the Father, Lakini kwanza umtafute baba. not for the miracle. Hapana miujiza. If you look for the Father, Ukimtafuta you baba, have the Father. ukipata The Father baba, brings miracle. alafu baba anakuletea muujiza. Amen. Amen. This woman, Huyu mama before the Pharisees, mbele za Mafarisayo having no words to say, walikuwa hawana neno la kusema, she stood there. akasimama. Yes, she has sinned. Ndiyo, amefanya dhambi. Amen. Amen. But the Lord is looking beyond the sin, Lakini Mungu anaona zaidi ya dhambi, because He came to give us life, kwa sababu alikuja ili kwamba tupate uzima and life in abundance. na uzima tena wa zaidi, uzima And mwingi. life not only this time, Hapana tu uzima but zaidi, in the world to come. na tena katika dunia inayokuja. So as the people come and bring that woman, Wakati watu walikuja wanamleta huyo the Lord mwanamke, look at that woman. na Yesu akamwangalia huyo In mwanamke. front it is sin, Mbele ni dhambi, but the Lord want to look after her death. na tena Mungu akataka aone akisha fariki. That's what the Lord is looking at. Hiyo ndiyo Bwana anaangalia. What we live here, money, everything we have, Mambo yote ambayo tunakuwa nayo, pesa na mengineyo, it is just for a short time. ni ya muda, The Lord look up beyond that. lakini Bwana anaangalia And zaidi. as Jesus stood, Wakati Yesu He alisimama, looked at this woman. akaangalia huyo He mama, found that this woman is missing spiritual life. akaona kwamba huyu mama amekosa She maisha has ya kiroho, sinned. amefanya dhambi. And remember the book of Romans says, Warumi inasema every time we sin, wakati we tunafanya come short of glory of God. tunapungukiwa na utukufu. So she has sinned, Amefanya dhambi, become short of the glory of God, anapungukiwa na utukufu, open her future life to death. anafungua maisha yake katika And kuiki, the Lord says, na Yesu anasema I am the life. mimi ndiye uzima, I'm looking beyond what you see. naona zaidi ya dhambi zako. So he's challenging the other guys. Analeta changamoto kwa wale watu wengine, And this is what he says. na hii ndiyo amesema, Yes, I understand. naelewa She has sinned. amefanya dhambi. But if any one of you is here Kama katikati yenu mtu ambaye yuko hapa and have not sinned anajua yet, kwamba hajafanya dhambi, I agree nimekubali that first one huyo wa kwanza, will huyo stand and stone her. awe wa kwanza kumpiga jiwe. Hallelujah. Amen. I repeat that. Nataka nirudilie, I do agree with you nimekubaliana pamoja nanyi, that she has sinned. amefanya dhambi, ni kweli, But here is the challenge. If any one of you, changamoto ikiwa mmoja kati yenu since he or she was born, tangu kuzaliwa kwake have not sinned yet, hajafanya dhambi, hajawahi kufanya let dhambi, that one stand the first one and stone this huyo one. ndio au wa kwanza ampige jiwe. Hallelujah. Amen. And the Bible says, Na Biblia inasema he went back on the soil and started writing. akaingia kwenye udongo akaanza kuandika. If you read the Bible properly, Ukisoma Biblia kweli, who started to go? The old. The old people. watu wazee ndio walianza. Now you can tell why, right? Unaweza ukayasema kwa nini? But these days, because of how the world is going, we can see young people who become wiser than old. Lakini dunia imebadilika, vijana ndio wanaisha kuwa na hekima kuzidia There wazee. are some young people who are wiser than old. Kuna watoto wadogo ambao siku hizi wana hekima kuzidia wazee. But generally, Lakini kwa in ukweli, general understanding, kwa mambo ya kwa the kikawaida, old people should be wiser than the young. wazee sharti wawe na hekima kuzidia wadogo. Amen. Amen. So after they hear this word from Jesus, Wakati wamesikia hili neno kutoka Yesu, the old get it the first one. na wale wazee ndio walikuwa wa kwanza kutoka.
We don't have stone here. Hatuna mawe hapa. Let me take this as a stone. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus. Yesu. This woman Huyu mwanamke have been called. tumempata. Hey. The Lord of Moses says, Sheria ya Musa inasema we will stone her to death. aseme tumpige mawe. What are you saying? Na wewe unasema nini? I'm changing a bit. I'm not Jesus. Sorry, Jesus. I'm not sure. Hata njoo niwe kama mimi ndio Yesu. Na kwanza andika chini. So if any one of you Ikiwa katikati yenu have not sinned yet, kuna mmoja ambaye hajawahi kufanya dhambi, let him be the one to stone first. au wa kwanza kumpiga jiwe. And he continues. Na akaendelea kuandika chini. I'm back to the old guy. Narudi tena. Nikiangalia. Nione jiwe hiyo. Kamua mtu. Ya kwanza sasa tu. Anaenda zaidi. Just someone to enda na fasa mla. Because when someone is just going, he just pretend. Amen. Amen. Hekima. The stone was there, Alikuwa na jiwe. ready to go. Alikuwa na jiwe tayari ili kwamba apate And kill that woman. ili kwamba apate kumua huyo mama. But the transforming power of the Lord. Lakini nguvu za Mungu zenye kubadilisha. The word Neno has transformed their minds. ikabadilisha mawazo yao. And they start living one after another. Na mmoja kwa mmoja akaanza kuondoka. Here's the word. Yeye ndiye neno. And the Lord turns and he found this woman alone. Na wakati Mungu Yesu amegeuka akamkutana huyo mama yuko mwenyewe. Woman, Akamuuliza mama, mwanamke, where are your accusers? washtaki wako wapi? Did anyone judge you? Je, kuna mtu yule ambaye amekuhukumu? Hallelujah. Amen. Here's the poor woman. Mwanamke huyo, Lord! hakuna hata mmoja. And the Lord is turning Na Yesu akamwangalia, and he says, akamwambia, even me, hata na mimi I'm not judging you. sikuhukumu. Amen. But from now, Toka sasa, go nenda and sin no more. na usifanye dhambi tena. Because the problem is not me. Kwa sababu shida si mimi, It's not the Lord. si Bwana, It's you. ni wewe. If someone wants to tell you Kama mtu anataka kuambia that who is that God of yours Mungu wako ni upi huyo who want to kill all these people and bring them to hell, ambaye anataka kuwaua hawa watu wote na wapeleke kuzimu, because you try to think that God will bring all this world in hell. You think that God will bring all these people in hell. unafikiri kwamba Mungu atapeleka watu wote kwenye moto? If your God is a God of love, Kama Mungu wenu ni Mungu mwenye upendo, why could he kill all these people in hell? kwa nini sasa ataua hawa wote na wapeleke Well, kwenye here's the kuzimu? answer. Anajibu, Everyone who goes to hell kila anayeenda kuzimu is bringing there him or herself. ni mwenyewe anajipeleka huko. It is not God who is bringing you there. Haiko Mungu ndio anakupeleka huko. It is your decision. Ni uamuzi wako. You can decide to leave that sin Unaweza kuamua kuacha dhambi hizo and receive the Lord Jesus, na unampokea Yesu and you'll be saved. na utaokolewa. If you don't, Kama hutaki, yes, hell is there, ndiyo kuzimu iko hapo and it's widely open na imefunguliwa kabisa to receive you. na itakupokea. So stop judging God. Angalisho kumhukumu Mungu. It is your decision. Ni uamuzi wako You wewe. better stop that Sheti wache and come back to the Lord, na kumrudilia and you will have life. na utapata uzima. Now, we want to come back to repentance. Tunataka turudi tena katika hali hiyo I want to ya call kutubu. people. Nataka kuita watu. I want my instrument guys to come, Nataka wapiga vyombo wakuje hapa mbele. and I want that the Lord speak to your heart. Nataka Mungu azungumze na roho yako. Repentance is the key of salvation. Kutubu ndio funguo wa wokovu. You'll be here. Uko hapa
those two people had a special grace. Hawa wawili walikuwa na neema yao ya kipekee. I'm not asking you to come and speak about it here. Na sitaki nikuambie na wewe kuje uongee hapa mbele. I'm just asking you to come before God. Nataka nikuambie tu njoo kwa Yesu. If you feel that you have something to repent before God, Ikiwa unajisikia kwamba kuna neno ambalo nataka utubu na kutengeneza mbele za you are not before a human being. hauko mbele ya mwanadamu. You will just come here. Njoo tu. You will just move forward Njoo tu uko mbele. and stand before the Lord. Na simu na usimame mbele za Mungu. And like this woman, Kama huyo mama, you cry umlilie Mungu. and ask the Lord to forgive you. Mwambie Mungu akusamehe. I repeat myself. Na mimi pia nitaifanya. I repeat myself. Ninarudia hivi tena. Every sin which is not confessed is sin. Kila dhambi ambazo hujazikiri inazama, inabaki ndani. If you have a sin Kama una dhambi that you do not want to confess, na ambayo hutaki kabisa kukiri, that sin will kill you. hiyo dhambi zitakuua. The Lord says, Bwana amesema, I came so that people may have life. nimekuja ili kwamba watu wawe na uzima. And He came so that you may have life. Tena nimekuja ili kwamba tuwe na uzima. I'm standing before you now Nasimama mbele zenu saa hizi as a minister of God kama mtumishi wa Mungu. and standing to support you in prayer, Na nataka nisimame pamoja na wewe katika maombi. to cry with you, Kulia pamoja na wewe. to ask the Lord to forgive you. Kumuuliza na kumwambia Mungu akusamehe. There are other sins that you do. Kuna dhambi nyingine ambazo unazifanya You feel that you don't want people to know about it. na unaona hutaki watu wajue na wafahamu kwa Well, nini. I will not ask you to say it as well. Na mimi nitakwambia useme hizo You dhambi. will just come and stand before God. Ndio tu usimame mbele za Mungu. You speak to the Lord. Alafu umwambie Mungu. You are not speaking to anyone. Usimwambie hata mchungaji, usimwambie mtu mwingine. But you need to be courageous to stand. Lakini uwe na ujasiri na ushujaa wa Don't kusimama. hold yourself there. Usibaki tu uko chini. Don't hold yourself there. Usibaki uko chini. In the name of Jesus, Katika jina la Yesu. I pray that you may have the grace. Na kuomba ili kwamba upate ile neema. I pray that the Lord give you the power, Mungu akupatie the nguvu strength to stand. na nguvu na uwezo wa There is a Lord Jesus kuna Bwana Yesu who will not judge you. ambaye hawezi And He is calling you. He is calling you. He anakuita. is calling you. Anakuita. He is calling you. Anakuita. Sometimes we think that if we stand before people, Wakati unasimama mbele za watu other people will feel that we are the worst. na watu wanafikiria kwamba sisi ndio Well, these are people only. na tunaangalia watu. I want you to understand that you spread your body. Kama unajua kwamba unasimama mbele za Bwana. So I give you time. Nakupatia I want you to give your time.